Mapema afisa kutoka kitengo cha lishe Pemba Sabahia Asbeti Ali akizungumza na wazazi huko shehia ya Pandani wilaya ya Wete amewataka kuzingatia mafunzo hayo na kuyatekeleza sambamba na kuwasisitiza kusikiliza kero zao wanapoelezwa ili kuwakinga na vitendo vya ukatili tunapata. Kwa hiyo kupitia jiko darasa litambadilisha mzazi tabia, lakini sio mzazi tu, hata jamii kwa ujumla, kujua kipi mtoto anatakiwa ale kwa kiwango gani na kwa umri gani. Kwa hiyo hili jiko darasa ni mahususi kwenye kutatua kiwango cha uzito pungufu, ambao pia itapelekea kutatua udumavu, lakini pia upotevu kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 katika jamii zetu za Zanzibar. Naye sheha wa shehia ya Pandani Hamithi Rashid Ali amekiri kuwepo kwa watoto wenye mgogoro wa afya katika shehia yake. Amesema kuja kwa mradi wa jiko darasa kwa jamii imeleta matumaini ya utatuzi wa kero kwa watoto, hivyo ameahidi kutoa mashirikiano kwa jamii pamoja na serikali ili kufikia lengo ambalo limekusudiwa. Huku mmoja wa wazazi ambaye amefika katika jiko darasa, ndugu Khadija Alisefu, akizungumza kwa niaba ya wazazi wenzake, ameiomba serikali kuendelea kutoa huduma kwa jamii. Kwanza nashukuru sana kwa kuja mradi huu katika shehia yangu, kwa sababu katika shehia yangu ina vijiji 12, lakini watoto wenye mgogoro wa afya wapo. Sasa unapokuwa mradi kama huu huwa unanisaidia sana, na niko tayari kuwasaidia kwa kila hali, kwa kupita nyumba hadi nyumba, ili kuwatafuta watoto kama hao ili tuweze kuwasaidia katika afya yao. Jamii yetu itusaidie watoto wetu, kwa sababu watoto wetu afya zao ni hali duni. Kwa hiyo tunaomba serikali imetoa wito huu, tunaomba izidi kutusaidia. Mradi huo wa jiko darasa umelenga kuwafikia watoto 35 wataonufaika na mpango wa kurejesha afya duni kupitia jiko darasa lililoandaliwa na kitengo cha lishe kupitia Wizara ya Afya chini ya ufadhili wa UNICEF. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.